Sisi tunataka kuweka uhusiano mwema, umoja, utengamano, tujenge nchi yetu tukiwa pamoja, tukienda kwa safari hii tukiwa pamoja. Huwezi kwenda mbele katika taifa hili kama lugha yako ni ya ukabila, kama lugha yako ni ya kutusi wengine. Tunataka kuongoza watu wetu, sio kuwatusi. Na tukiuliza maswali, tunauliza maswali kwa sababu tunaheshimu katiba imetupea serikali. Nikiongea saa hii, mashini ile ya cancer Kenyatta National Hospital ilifunjika 3 months ago. Haijatengenezwa. Wagonjwa wanakaa pale, wengine wanakufia hapo kwa kiti. Tukiongea saa hii, ikifika next term, watoto milioni 2 wa Kenya ambao wanatoka katika hizi sehemu za ukavu wako na shida, arid and semi-arid areas, hawataenda shule. Kwa nini? Budget ile ya school feeding program hakuna 4.8 billion. Na mimi nauliza, tunaweka State House 17 billion ya kufanya nini huko? Na hawa watoto hawaendi shule. Mheshimiwa Arama alisema niwaeleze ukweli kuhusu maneno ya budget. Sisi 2022 wakati tulikuwa tunaingia uchaguzi, budget ya State House ilikuwa 4.8 billion. Piga hesabu yako kutoka 4.8 ukuje mpaka 17 billion, ni mara 4. Yaani unafanya ni factory iko hapo State House. Na hiyo pesa ndio hii mnaona watu wanaongwa. Wanaitwa kulipwa shilingi 500. Ukifika mahali kiongozi, niwaambie ukweli. Ukifika mahali wewe kama kiongozi lazima ulipe watu ili wakusikize. Ndugu yangu, story yako imekwisha. Ama namna gani? Eti lazima ulipe watu. Utatafuta mabasi usiku kulipa watu. I was in public life as a cabinet minister for 10 years. Nimekuwa hapa na hawa viongozi mpaka sasa hivi. Hakuna siku hata moja mimi nimeambia hata hawa viongozi tutafute pesa tulipe watu wetu waende kutusikiza. Mahali ikifika watu wetu hawataki kutusikiza, wanahitaji tuwalipe, tufanyie Mungu hata ukweli. Tumwambie Mungu asante kwa ile siku umetupea, wacha wengine waendelee. You can't. Sasa ni kulipa kila mahali, ni kulipa 500. I don't want to concentrate on criticism, lakini kwa sababu tuko na shida, nataka kusema hivi. Na nasema hivi as a citizen of my country and someone who loves our country. Let us be solution focused. Vile tunaweza kusuluhisha hii shida tuko nayo katika Kenya. Number 1, let us stop wastage na hizi pesa tunalipalipa kila mahali kuhonga watu nini na upuzi yote. Tuweke hizi pesa kwa Ministry of Education, tusaidie watoto wetu. Hii kitu ya SHA haifanyi kazi. Ama nyinyi mnajua inafanya kazi? Haifanyi kazi. Sasa badala ya kuendelea na hii sarakasi hivi, kuna mtu mwingine Windibaga who develops defense with a lot of noise and lies. Waziri bure ambaye kazi imeshinda. Sasa badala ya hiyo, wind up that nonsense. Let's go back to NHIF na reforms tulikuwa tunafanya na World Bank. Tusaidie watu. Na rais anahitaji kujua hivi. Human beings can make mistakes. Yeye sio Mungu, yeye ni binadamu. Unaweza kuwa I want to imagine and assume that he had good intentions kwa hiyo kitu ya SHA. Sasa fika mahali kama muungwana useme huu ndio ulikuwa mpango wetu, lakini inaonekana uko na shida, umetushinda. Sasa wacha tubadilishe, ongea na wajumbe wa bunge wakusaidie tubadilishe ile sheria. We help our people. Saa hii walimu, kama ya walimu iko shida. TSC wamesema hivi karibuni, sasa tutakuwa na shida, walimu wataanza kurudishwa wakienda hospitali. Na ninawauliza hivi, kama ya elimu ya TSC, you can't tell me anything. Mimi nilikuwa Minister for Education. Budget line ile ni 17 billion. Publish the details. Nani alipewa hiyo cover insurance? Nani alipewa hiyo tenda? Na mchunguze nyuma yake, ni wakubwa. Sasa walimu ndio wanaumia, hakuna neno. Polisi, uliza ni nani amepewa hiyo tenda ya insurance ya polisi. Polisi wanaumia. Hatuwezi kuendesha nchi yetu namna hii. That is why we are saying sisi tuko tayari kwa sababu tunaelewa hii kazi ya serikali. Wakati Jubilee tulikuwa kwa kazi, tulikuwa na mpango unaitwa Linda Mama. Kwa sababu natali boygo. Linda Mama. Iko Linda Mama siku hizi. Capitation tulikuwa tunapeleka watoto shule na tunapeleka pesa kwa shule.
wananchi, hiyo maneno si mnaona kuna shida mpaka leo? Basi mimi nawaomba tufanye kile kitakachoweza kuwezekana. Tuungane sisi wote pamoja, tushirikiane, tuweke watu wetu pamoja, tuchukue kura, tupige kura, tubadilishe nchi ya Kenya. Tuchochee upendo, tuchochee umoja, sio maneno ya chuki. Na sisi tunakasirika sana kusikia kwamba rais wa taifa Mheshimiwa William Ruto badala ya kutuambia vile maneno ya SHA itakuja kufanya kazi yake ni kutukana ndugu yetu Dr. Fred Okengo Matiang'i. Mimi nataka niwaulize vile mko hapa leo, mnapenda Dr. Fred Matiang'i vile hako namna hii? Mimi najua kuangalia vichwa ya watu. Mimi sijawahi zungumza kichwa ya Ruto vile iko. Nikizungumza wanazungumza ile kazi hajafanyia wananchi. Kama hapa Nyamira, wewe Mheshimiwa Rais, kama unakuja hapa zungumza kwa nini Mkisii anapata bona shilingi 12? Sio kuja kutuambia tunatusi Matiang'i hapa. Mimi nakwambia hata ukimtusi tunasema 2027 ni one. Hata ukitusi mara 10 ni one. Yes, mimi nazungumza kama senator wa Nyamira na mimi niko na wananchi wangu wako nyuma yangu. Hata ukitusi utatutisha. Tutasimama nyuma ya Dr. Fred Okengo. Yes. Hao watu wote wako hapo wamesimama, wanatoka na Nakuru, mali mimi natoka, tuko na lugha moja tu. Niseme hiyo lugha ni gani? Sisi ni watu ya one term. Watu ya Nakuru sisi ni watu ya one term. Mnasikia hiyo sauti? Hiyo ni sauti ya one term. Yaani tunasema Kasonga afanye nini? Aenda akienda, si ndio? Kwa sababu hii watu ya excellence yao wako hapa, kusema ukweli walipigia William Ruto kura. Hao watu ukiona hapa wengi hapa ni Wakikuyu na walipigia William kura. Lakini William ameshindwa kufanyia Wakenya kazi. Ile kazi alijarua aende kufanya. Sasa akiulizwa maswali, anakasirika, anaanza kuleta matusi. Wacha niwaulize nyinyi kwa jumla watu wale wako hapa. Mnajua iko ile matibabu ya siku hizi ya SHA. SHA inafanya ama ifanyi? Inafanya? Ongea na sauti asikie kwa sababu hiyo ndio tunataka sasa. SHA inafanya ama ifanyi? Kwa hivyo waje William ambiwe SHA ifanyi, haifanyi kazi, si ndio? Ile pesa imewekwa State House ya 17 billion. Ni ya nini, anafanya kazi gani? Uliza Fred alikuwa minister coordinating ministries za serikali zote including State House. Waje leo ukisimama hapa uambie watu ulikuwa unapewa pesa ngapi, ile ilikuwa inaenda mpaka kwa State House. How do you get 17 billion? Si hata Nakuru county yetu ile huwezi kupata hiyo pesa. Alafu pesa anapata hapo, kazi yake hiyo pesa ndio ile mnaenda anachukua. Niliona juzi na jana, hata juzi yesterday but one. Ilikuwa Kisii county hiyo pesa, hiyo mnasema hiyo ya State House. Ati wabunge fulani wale ya UDA na wengine wale tumechagua sisi kama chama ya Jubilee. Ikikuwa mbunge wenu ya West Mugirango, iko watu ya West Mugirango hapa. Mimi I'm thinking that your excellency could take some action against that member of parliament because it's in Jubilee. Why, kwa nini huyu madam Oruba alifukuzwa kwa chama yake ya UDA na yeye alikuwa senator? Kwa kadhi alienda kuona ndugu yake akitoka ng'ambo. Kasonga akasema fukuza yeye. Wakaenda wakapeleka vitu ya ukora courts za siku hizi bwana senior council. There was no justice for this lady here. Imagine mtu anaenda anaweka, mama ameweka kesi kotini, anaenda anafukuzwa kutoka kwa chama ya UDA. Lakini William mwenyewe na chama yake ya UDA wamekubalia Jubilee members of parliament. Hao ndio hapo ndio wanaenda wanaongea vibaya kuhusu chama yetu, wanaongea vibaya kuhusu our presidential candidate and they are in Jubilee. Kuanzia women rep ya Nyamira county, ile mama county nasikia anataka kuwa governor. Mtampea governor? Mtampea governor? Si ameshindwa kazi ya women rep. Nyinyi watu wa Nyamira sasa tukiunganisha na hii watu yetu ya Nakuru. Mmekubaliana na mimi ya kwamba tutume mtu anaitwa Kasongo nyumbani? Tumtume aende nyumbani? Kwa sababu ameshindwa kufanya kazi. Sasa ifanye kazi, si ni kweli? Kazi imemshinda. Yeye kazi yake ni kuweka pesa State House. Hii pesa vile
Kumbe hata Fata anajua. Kumbe Fata unajua, unasema tuwe tunasema pae. Sasa hiyo tunataka kuenda hiyo, wacha unajua yako sema mzuri. Mkichukua pesa sema pae, si ndio? Kwa hivyo tumekubali Kasongo aende nyumbani. Wacha nione kwa mkono unasema Kasongo aende. Hii Kasongo ni kama ataenda.